Kengele 7 za mwisho. Ulimwengu wetu ni mgonjwa sana. Kuna dalili nyingi za ugonjwa huu. 65% ya watu ulimwenguni wana njaa. Watu zaidi ya 20,000 wanateseka kiasi cha kufa kila siku. Mamilioni nyingi za watu wana njaa, hivyo wanakabiliana na maisha ya kuharibika ubongo. Ufukara unanyang'anya watu heshima yao ya ubinadamu. Nchi nyingi hazina uhuru wa asili. Kuna hofu kuu ya kukata tamaa. Mamilioni nyingi za watu lazima waache nchi zao na kukaa hali ya wakimbizi katika nchi za ugenini. Mara nyingi wakikaa katika hali mbaya. Hata hivyo, tuna ujumbe wa matumaini na wokovu kwao. Hatuna ujumbe wetu wenyewe. Yatupasa kufuata kazi ya Bwana wetu. Alihubiri maskini habari njema, na wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuachia waliosetwa. Luka 4 aya yake ya 18. Matukio ya ulimwengu ya siku hizi peke yake yanaweza yasiwahakikishie watu kwamba tunaishi wakati wa mwisho sana. Lakini kwa wale wanaokubali Kristo na kulijua neno lake, matukio haya huonyesha mwisho wa ulimwengu wetu. Juu ya mlima wa Mizeituni, Yesu alielezea unabii kwa upana zaidi alipokuwa akijibu maswali ya wanafunzi wake. Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mathayo 24 aya ya 3. Yesu aliwapatia kwa muktasari watu wake ratiba ya kiungu ya unabii unaohusu nyakati za mwisho, ili wafanye maandalizi ya moyo kwa ajili ya tukio hilo. Kanisa la Mungu, tunafahamu vizuri maelezo ya kitabu cha Danieli 12 kuhusu wakati wa taabu. Mfano wake haujawahi kuwepo tangu liwepo taifa. Katika pambano hili la kiulimwengu, tu zaidi ya watazamaji tu. Tunapaswa kuwa washiriki hai katika kusambaza Injili mpaka miisho ya dunia, iliyo na maana kuwa nasi tutaikabili mateso. Kabla ya kutazama matukio makuu ya siku za mwisho, ningependa kutoa historia fupi ya mwandishi wa kitabu cha Ufunuo. Mwanafunzi aliyeishi muda mrefu zaidi ya wote alikuwa Yohana. Viongozi wa Kiyahudi wakijaa hasira walijaribu kukomesha huduma yake kwa makanisa ya kipindi hicho. Mwishowe aliitwa mjini Roma ili kujibu mashtaka kama yale yaliyowakumba Paulo na Petro waliomtangulia. Siku ya hukumu, waliomsikiliza walishtuka kutokana na hekima na hotuba yake yenye mvuto. Kaisari Domitian, akiwa na hasira nyingi, aliagiza Yohana kutupwa ndani ya pipa la mafuta yaliyochemka. Lakini yule bwana wa Waebrania 3 katika uwanda wa Dura aliyaokoa maisha yake. Hasira ya Domitian ilizidi mno, akatoa amri ahamishwe hadi kisiwa cha Patmo iliyo katika bahari ya Mediterranean. Maadui zake walidhani mvuto wake ungekoma na hatimaye kufa haraka kutokana na ugumu wa maisha na msongo. Zaidi ya karne 20 zimepita tangu mitume walale mavumbini, lakini ujumbe wao ni tunu kuu sana kwa kanisa la leo. Walihubiri kila taifa kwa kizazi kimoja. Shujaa huyu wa imani, Yohana, alishuhudia siku ile Yesu alipoondoka duniani kuelekea mbinguni na kuwaona malaika wawili waliosimama pale wakisema, "Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyo Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni." Matendo 1 aya 11. Walibaki na ujumbe wa matumaini. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28 aya ya 20.
Yohana akiandika kuhusu kipindi cha mwisho wa dunia alisema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Ufunuo 7 aya ya 2 hadi 3. Mfalme huchapa ishara yake juu ya hati iliyoandikwa. Mungu anachapa ishara yake juu ya roho ya binadamu. Kwa hivi muhuri ikanenwa kuwa katika vipaji vya nyuso za watumishi wa Mungu. Sabato ni ishara ya kwamba katika roho zao wanafahamu na kusadiki kazi ya Mungu aliyowafanyia kama muumba, na vile kazi ya Mungu walipoanguka dhambini. Ni uwezo mmoja tu ulimwenguni uwezao kukomboa na kutakasa mwanadamu aliyeanguka. Malaika 4 wenye nguvu bado wameshikilia pepo 4 za dunia. Uharibifu mbaya wa kutisha umezuiliwa kutokea. Ajali katika nchi na bahari, kupoteza uhai kunazidi kuongezeka kwa njia ya tufani, dhoruba, majanga kwenye njia ya usafiri angani, majanga ya moto, mafuriko, tetemeko la ardhi na pepo kali karibuni zitachochea mataifa kuingia katika pambano moja kuu la kutisha. Malaika wataendelea kushikilia pepo 4 wakizuia nguvu za uharibifu ya shetani kufanya kazi mpaka watumishi wa Mungu watakapotiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Malaika wameshikilia pepo 4 ambazo zimewakilishwa kama farasi mwenye hasira anayetafuta kuvuja, kuchomoka na kushambulia juu ya uso wa dunia yote, akibeba uharibifu na vifo kila apitapo. Wakati mikono yao ilipoanza kuachilia na pepo 4 zilipokaribia kuvuma, jicho la rehema la Kristo lilielekezwa kwa masalio ambao hawajatiwa muhuri, na kuinua mikono yake kwa Baba na kumwomba kwamba alimwaga damu yake kwa ajili yao. Kisha malaika mwingine aliagizwa kuruka upesi kwa wale malaika 4 na kuwaamuru kushikilia pepo hizo mpaka watumishi wa Mungu watakapotiwa muhuri wa Mungu aliye hai katika vipaji vya nyuso zao. Daima shetani hutetemeka na kukimbia mbele ya wadhambi ambao hupata kimbilio kwa Kristo. Pambano la kutisha liko mbele yetu. Tunasogelea vita ya siku ya Mungu Mwenyezi. Kile ambacho kilikuwa kimedhibitiwa kitaachiwa huru. Malaika wa rehema na kuja mabawa yake, akijiandaa kushuka kutoka kwenye kiti cha enzi na kuiacha dunia chini ya udhibiti wa shetani. Malaika waovu wa shetani na watawala wa dunia wamo kwenye uasi mbaya dhidi ya Mungu wa mbinguni. Wamejazwa na chuki dhidi ya wale wanaomtumikia Mungu, na hivi punde, muda si mrefu, itapiganwa vita kubwa sana ya mwisho kati ya wema na uovu. Dunia itakuwa uwanja wa vita, sehemu mandhari ya shindano la mwisho na ushindi wa mwisho. Baada ya ujumbe wa wokovu kuhubiriwa duniani kote na watu kufanya maamuzi yao ya mwisho, hatimaye kengele 7 za kuandaa ulimwengu kwa ujio wa Kristo mara ya pili zitatoa sauti zao. Biblia inazitaja kama mapigo 7 ya mwisho.